katika function ile au ile sherehe ya uzinduzi, kamishna mkuu katika kutekeleza yale maudhui ya lile dawati aliweza kutoa token au tuseme kishika mkono kwa vikundi. Kila kikundi kilikuwa kimeahidiwa kupata shilingi milioni 2 kama kiasi fulani kwa ajili ya kuboost shughuli zao. Hizo fedha zilizotoa Kamishna General sio za kwenda kwenye matumizi. Hizo tunaamini kwamba zinaenda kwenye vikundi kwa ajili ya kwenda kutatua changamoto zoko kwenye vikundi. Inawezekana kwenye vikundi vyenu labda mlikuwa mnakosa aina fulani ya kifaa kwa ajili ya kutendea kazi kwenye kikundi, basi ingependeza tukaona kwamba huu mchango ambao umetoka Kamishna General ukaenda kanunua kitu fulani ambacho kikabusi kile kikundi ili kuendelea kukuza nini? Kukuza uchumi wa vile vikundi. Si ndio viongozi? Ndio dhima na kusudi kubwa la Kamishna General kuhakikisha kwamba na vile vikundi vidogo vidogo na vyenyewe vinafanyaje? Vinakuwa. Kesho na kesho kutwa wao waje kuwa wakilipa kodi wakubwa. Kwa leo nilikuwa na jumla ya vikundi 6 na kila kikundi kimeweza kupata shilingi milioni 2. Kwa hiyo jumla ya fedha ambazo tumeweza kuzitoa kama mchango wetu sisi mamlaka ya mapato katika vikundi hivi ni jumla ya shilingi milioni 12 ambazo ziliahidiwa na kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato siku ya tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025 tulipokuwa na sherehe ya uzinduzi wa dawati la uwezeshaji wa biashara mkoa wa Dar es Salaam uliofanyika Mnazi Mmoja. Kwa leo tumeweza kutoa jumla shilingi milioni 12. Vikundi hivyo tuna kikundi cha jukwaa la wanawake kutoka Ilala, tuna jumuiya wa machinga Kariakoo, tuna jumuiya ya machinga complex, lakini tuna kikundi cha Umoja Group wanatoka Gerezani, tuna kikundi cha Dasiko kutoka Gerezani, lakini vile vile tuna kikundi cha Uwawada wenzetu wenye ulemavu ambao wanajishughulisha na shughuli ndogo ndogo za biashara na wenyewe wanapatika pale Machinga Complex. Hivyo ni vikundi ambavyo kwa siku ya leo tumeweza kuviwezesha na kuhakikisha kwamba tumetimiza ile ahadi yetu kama mamlaka ya mapato ambayo tuliitoa ile siku ya tarehe 27. Kwa jina naitwa Jerome Victor Chitumbi, ni katibu mkuu wa Umoja wa Wafanyabiashara wa watu wenye ulemavu mkoa wa Dar es Salaam. Napenda kuishukuru kwanza TRA kwa kuweza kuimarisha katika sekta hii ya watu wa mahitaji maalum kwa kutupatia kitu cha kwanza kabisa ni elimu ya kutosha kuhusu masuala ya ulipaji wa kodi. Na pia nashukuru kwa yale ambayo ametupatia siku ambayo alifanya uzinduzi wa dawati la uwezeshaji kwa watu wafanyabiashara. Itatuinua kwa kweli, yani tusipepese macho kwa ile ambalo liko mbele yetu na tunalipokea kwa mikono miwili kiongozi. Tutaweza kuifanyia kazi kwa kila ambacho tumekipata, na hususan kwa watu wenye mahitaji maalumu. Naomba tusijiboteke kwa sababu serikali ina macho marefu sana kwa kutuangalia sisi watu wenye mahitaji maalumu, na sio kwamba ukiwa mlemavu ushinde kulipa kodi ya nchi. Katika nchi zote za hapa ulimwenguni kila binadamu anatakiwa kulipa kodi, haijalishi wewe mtu mwenye ulemavu au mwenye mahitaji maalumu au mama, kama tulikuwa tumepewa somo sasa hivi hapa kwamba kumbe itakuja baadaye kwamba kila mtu atapata tini ya kumtambulisha kwamba ni mlipa kodi. Kwa majina naitwa Grace Boke Mwita, ni mfanyabiashara Machinga Complex. Tunatokea jumuiya ya Machinga Complex kwenye jengo letu ambalo serikali ametuweka pale. Moja ya faida ambayo tunaipata kupitia hii hela kidogo aliyotoa mkuu wetu itasaidia kutuinua kipato chetu kwa mfanyabiashara mmoja mmoja, na pia tukiachana masuala ya hela, ni elimu tuliyopata siku ile Mnazi Mmoja ilikuwa ni kubwa sana, ambayo wengine tumeshaanza kuifanyia kazi, imetukuza na zaidi tukajitambua kwamba licha ya kulipa ile kodi tunalipa kwenye vizimba, kwa tuna wajibu wa kupata TRA tini namba ambazo pia tumeona kwamba hata pia watoto wadogo watapata. Kwa tupende kushukuru serikali kupitia vitengo vyake TRA kwamba tumepewa elimu na elimu hiyo itakuwa ni wezeshi kwetu ambao kila Mtanzania ana wajibu wa kulipa kodi.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.